Kipi cha kuwashauri vijana ambao wanapenda mishangazi? My lord, I wonder. Ukisema mishangazi manake wale kina mama wakubwa au wenye miili mikubwa au wenye umri mkubwa. Wenye umri mkubwa lakini hawezi kuwa mshangazi afu kama modo. Lazima uwe umejaja. Lazima uwe umejaja. Bwana, hiki pia kweli cha vijana hao. Mimi kitu cha kwanza nitakachokisema, obvious kutakuwa kuna gap kati ya umri. Ndio maana unasema vijana na mashangazi wanaonekana ni watu wakubwa. Mimi naliona kama ni jambo ambalo alipendezi kwenye taswira ya Kiafrika. Tuna mipaka ya umri kati ya vijana na watu wa umri mkubwa. Paswa pia kuwaheshimu mdogo kwa mkubwa, mkubwa kwa mdogo. Hiyo ndo culture yetu ya Afrika. Na unapokuwa kijana alafu ka date na mtu ambaye amezidi sana umri, ambao unaelekea kwa umri labda wa mama yako. Kusema shangazi ni mtu ane mwenye undugu na baba yako ambaye ni mkubwa, maana yake obvious atakuwa umri wa baba yako. Sioni kama ina fit kwenye culture yetu ya Kiafrika. Culture ya Kiafrika inahitaji heshima ambayo mdogo anatakiwa mheshimu mkubwa. Yaani hiyo ipo katika culture zetu za Kiafrika. Na unaporuhusu mdogo kuwa na mahusiano ya kimwili na mtu ambaye amemzidi sana umri kwa kiasi kikubwa, inakuwa ni ukosefu wa heshima. Mimi hiyo siunge mkono. Okay. Sasa najua kuna factors zinazopelekea mtu kutafuta mwanamke wa aina hiyo. Factor hizo nyingi zinasababishwa na uchumi. Mainly kabisa. Na uchumi haupatikani kwa kupitia huo mfumo. Uchumi unapatikana kwa njia madhubuti za kutafuta fedha ambazo ni ajira, kujishughulisha, na katika kitu kikubwa ambacho tunacho kama vijana, maana utakuwa umri bado unakuruhusu. Unaweza kurudi kwenda kusoma.